Katika taarifa za siasa, ikiwa zimesalia siku 13 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, kampeni zimepamba moto kote nchini, huku mgombea kiti cha urais kwenye muungano wa Amani Musalia Mudavadi akiwatahadharisha Wakenya wasichukulie kama mzaha tishio la vikwazo vya kiuchumi iwapo Wakenya watawapigia kura washukiwa wawili wa mahakama ya ICC, Uhuru Kenyatta na William Ruto. Haya yote ni kwenye mseto wa siasa ufuatao. Mjadala kuhusu umiliki wa ardhi ndio uliotawala kampeni za muungano wa Jubilee hii leo, ambapo mpeperusha bendera wa muungano huo Uhuru Kenyatta alichukua msimamo mkali kuhusu swala hili na kumtaka Waziri Mkuu Raila Odinga kukoma kumuingilia yeye na familia yake na badala yake kuuza sera zake. Alikuwa akihutubu katika maeneo ya Marani, Bonchari, South Mugirango, Bobasi na Nyaribari Chache. Huyo ambaye tunapingana naye, mimi simchukii kwa sababu ya kabila yake, hata simchukii by the way. Mimi nasema tu ni mtu ya confusion. Unaelewa? Kwa sababu ni mtu ambaye hana msimamo, ambaye mtu anaweza kutambua kesho yake ni msimamo gani. Tunaelewana? Na ni mtu ambaye hawezi kufanya kazi na mtu yeyote. Akinadi sera za muungano wa Igo katika kaunti za Marakwet, Baringo na Isiolo, kinara wa muungano huo Peter Kenneth akasisitizia umuhimu wa kuimarisha uchumi wa taifa, akisema itakuwa vigumu kwa taifa kuongeza nafasi za ajira iwapo uchumi ni mbaya. Na mimi nataka kutumia sekta ya ukulima. Kuna mzee alizungumza juu ya maembe, mimi nataka kutumia sekta ya ukulima kuinua uchumi. Naye waziri wa sheria Eugene Wamalwa ameibua madai kuwa kuna raia wa ugenini ambao wameletwa nchini kusambaratisha siasa za muungano wa Amani magharibi mwa Kenya. Akihutubu maeneo ya Bukembe, Misanga na Nzoia, eneo bunge la Kandui, Wamalwa alieleza kuwa ana ushahidi wa kutosha kuthibitisha madai yake. Tumesikia kuna wageni wametembea humu usiku, wamekuwa wakitembea humu wakianza kuchukua vitambulisho vya watu na kuweza kutoa shilingi 1,000 kwa nyumba, na hiyo ni kinyume na sheria ya uchaguzi. Wamalwa pia alidai kuwa wapiga kura kutoka maeneo ya Bukembe, Bungoma, Chwele, Kimilili na Webuye pia wanahongwa ili kuwachagua viongozi fulani wa siasa. Zubeda Kome, KTN leo. Maaskofu